Habari za wakati huu ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii. Leo tunaangazia hotuba yenye uzito mkubwa iliyotolewa na makamu wa rais wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi, ambapo kauli moja imezidi kutrend kwenye mtandao wa kijamii ni kama ifuatavyo: nikiambiwa kuna jambo tu kama makamu wa rais waambiwa Tanzania, nitasema pambanieni mpate katiba mpya, katiba ambayo ina makubaliano ya wadau wote, katiba yenye mwafaka katika taifa, katiba ambayo kila Mtanzania popote alipo atajisikia fahari kujitambulisha, mimi natoka Tanzania, katiba inayojali maisha. Hayo ni maneno ya Dr. Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais wa Tanzania, ambapo ameyasema hayo katika mkutano wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania uliofanyika katika ukumbi wa Mlimani City jijini Dar es Salaam. Makamu wa rais wa Tanzania Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amewataka Watanzania kuongeza juhudi kupambania katiba mpya katika wakati huu ambapo Rais Samia Suluhu Hassan ameonyesha nia ya dhati ya kuitaka. Dr. Nchimbi ameeleza kuwa huu ni mkakati sahihi, kwani rais anayefuata huenda asiitake katiba mpya kabisa kama haijapatikana, kutokana na hii iliyopo kuwa inampa mamlaka makubwa. Dr. Emmanuel Nchimbi amesema hayo leo Julai 24 mwaka 2026 akizungumza kwenye mkutano mkuu wa mwaka wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania uliofanyika ukumbi wa Mlimani City jijini Dar es Salaam. Hotuba ya makamu wa rais ina uzito mkubwa wa kisiasa na kikatiba. Anasisitiza haja ya katiba mpya yenye makubaliano ya wadau wote, mwafaka wa kitaifa na inayojenga fahari ya Utanzania. Anatumia fursa ya mkutano wa haki za binadamu kuwasilisha ujumbe huu. Katiba ya sasa ya mwaka 1977 imekosolewa kwa kumpa rais mamlaka makubwa, executive dominance. Wito wa Nchimbi unaungana na miito ya miaka mingi ya wadau wa katiba mpya ili kuimarisha demokrasia, haki na usawa. Hotuba hii inakuja wakati Rais Samia Suluhu Hassan ameonyesha nia ya kufanya mageuzi ya kikatiba. Nchimbi anatoa wito wa pambaneni kuongeza juhudi za raia na kuonya kuwa rais anayefuata anaweza kuwa na nia tofauti. Hotuba ya Dr. Nchimbi ni ya kihistoria na ya ujasiri. Kama makamu wa rais anatumia jukwaa la haki za binadamu kutoa wito wa mageuzi ya kimsingi, inaonyesha kuwa ndani ya serikali yenyewe kuna sauti zinazounga mkono katiba mpya. Huu ni wakati mwafaka baada ya uchaguzi na mvutano wa kisiasa. Katiba mpya inaweza kuwa social contract mpya inayounganisha taifa. Kupata makubaliano ya wadau wote si rahisi. Historia ya michakato ya katiba mpya imekumbwa na migogoro na kushindwa kufikia mwafaka mara nyingi kwenye nchi hii. Katiba inayoweza kusimamia uchaguzi wa haki na uwazi ni muhimu ili kuepuka migogoro ya baadaye. Neno pambaneni linamaanisha raia hawapaswi kusubiri serikali pekee, wanapaswa kushiriki kikamilifu. Natumai hotuba hii itazua mjadala mkubwa na hatua madhubuti kuelekea katiba mpya inayojenga taifa lenye fahari pamoja na haki. Hii ulikuwa uchambuzi wa kina wa hotuba ya makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi. Ni wakati wa Watanzania kujadili na kushiriki katika mchakato wa katiba mpya. Je, wewe nini maoni gani kuhusiana na kauli hizi za kutoka kwa makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi, ambapo baadhi ya watu na baadhi ya upande wa serikali kama viongozi wengine wenyewe masuala ya katiba mpya hawataki kabisa kuyasikia, ila maneno haya kutoka kwa makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi yanakupa maana gani wewe na picha gani wewe unayesikiliza sasa hivi? Je, uko CCM wameanza kukubaliana kwamba swala la katiba mpya ni muhimu, au ni makamu rais tu peke yake ndo anayeona hilo? Wengine wote je, wanaungana naye au hawaungane naye? Kulingana na dukuduku na tetesi ambazo zinasikika kwamba Rais Samia pamoja na makamu wa rais hawapikiki chungu kimoja. Je, hii inaweza kuthibitisha jambo hilo, au hii ni ajenda ambayo imetengenezwa na CCM ili ionekane hivyo tu? Tuambie nini maoni yako kuhusiana na hilo. Je, unakubaliana na kauli ya makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi kuwa katiba inatakiwa ibadilishwe na Watanzania wanapaswa kuipambania kama ambavyo baadhi ya watu kama vyama vya upinzani kama Chadema wanapopambana kupatikane mchakato wa katiba mpya?